Nataka niongelee kuhusiana na kioo. Mtu yote yule ambaye ni smart anatumia kioo. Anayejali namna anavyoonekana mbele za watu anatumia kioo. Na kioo watumiaji wakubwa wamekuwa ni wanawake, na labda ndio maana wanaitwa hadi maua ya dunia, kwamba wanapendeza kwa sababu wanatumia kioo pengine kuliko wanaume. Lakini challenge ya kioo hiki ni kwamba kina mipaka. Katika maana kwamba kioo hiki kina uwezo wa kukuonesha namna ulivyo tu, lakini hakina cha kukusaidia katika namna unavyopaswa kuwa. Kioo hiki kina uwezo wa kukuonesha kwamba una alama nyeusi hapa, lakini hakina uwezo wa kukusaidia kuiondoa ile alama nyeusi hapa. Ikiwa kuiondoa alama nyeusi hapa ili ikalingana na mwili wako wote kuna gharama kubwa, basi kioo hakina uwezo wa kukusaidia. Ikiwa una kovu hapa ambalo hupendi namna inavyoonekana, kioo hakina namna ya kusaidia kuiondoa hilo kovu. Kioo kitakuonesha tu kwamba bwana, una kovu hapa, basi kitaishi hapo. Kwa wakati mwingine unakuta mtu mwingine hata hapendi kuangalia kioo kwa sababu kinamuonesha namna ambayo hapendi. Hapendi kujiona kovu lake la hapo, lakini kioo ndio kazi yake sasa, kinakuonesha kwamba una kovu. Basi hakina solution zaidi ya hivyo. Anyway, nilikuja nikagundua kioo kingine ambacho kina uwezo wa kwenda mbele zaidi. Sio tu wa kuonesha vile ulivyo. Kioo hiki kinaonesha namna ulivyo na namna unavyopaswa kuwa. Kwa maana kwamba kioo hiki kina picha mbili. Kina picha yako ya sasa, alafu kina picha yako ya jinsi unavyopaswa kuwa. Nilishangaa kuona kwamba kioo hiki kina maajabu zaidi ya kutoa katika namna ulivyo na kukupeleka katika namna unavyopaswa kuwa. Kwa sababu vioo hivi tunavyovitumia, kioo tu chini kitakupa tu taarifa basi, alafu kitakuwa chako. Lakini kuna kioo ambacho kina uwezo wa kukutoa hapo unavyoonekana sasa na kikakupeleka katika namna unavyopaswa kuwa. Kioo hicho ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni tofauti na kioo hata kilichopo hospitali. Kioo kinaitwa X-ray. Ni kioo nacho, kwa sababu kitakuonesha tu kwamba umevunjika mfupa, lakini hakiwezi kukuunga mfupa. Kwa daktari inabidi afanye kazi ya ziada ambayo sio ya kioo. Lakini vipi ikiwa daktari angekuwa na kioo ambacho kinaonesha mfupa umevunjika, alafu kioo hicho kikaunga na huo mfupa? Haleluya. Neno la Mungu ndiyo kioo ambacho kinakuonesha tatizo lilipo, alafu kina uwezo wa kukuonesha vile unavyopaswa kuwa, alafu namba 3 kina uwezo wa kukuonesha na kukufanya vile uwe. Katika Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18 Paulo alisema wazi, akasema kwamba lakini sisi sote kwa uso usiotoa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano wa huo. Haleluya. Kioo hiki Paulo anasema ukikiangalia unabadilishwa ufanane na huo utukufu ulio katika kioo. Kwa maana kwamba kioo cha neno la Mungu sasa ni kioo ambacho ukiwa mgonjwa au ukiwa una chunusi hapa, tuweke mfano, ukikiangalia huioni ile chunusi, unajiona ukiwa huna chunusi. Alafu kadiri unavyozidi kuangalia ile chunusi halisi inaondoka, unabaki ukiwa mzima. Nakumbuka mwaka 2017 nilikuwa niko darasani tu, kipindi hicho niko nasoma chuo nene. So mwalimu akawa hayupo, so mimi nikamshika Biblia yangu nikaanza kusoma neno, najifunza maneno ya Mungu na nini. Katika kujifunza neno la Mungu ghafla nikakutana na Mathayo 8 mstari wa 17. Mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Oh my God. Sasa siku hiyo nilikuwa nina muda mrefu ninaugulia tumbo. Maybe hata mwezi hata zaidi. Sijui meza dawa hii, ushauri wengine akasema basi labda Dar es Salaam imekukataa, sijui hali ya hewa, sijui kila mtu na ushauri wake. Lakini bila kuelewa ninachokifanya, nikumbe nilikuwa ninaangalia katika kioo cha tofauti. Sio kama kioo ambacho nimejiangalia kabla sijaenda shule. Hiki kioo kilikuwa ni kikubwa zaidi, kenye uwezo wa kubadilisha. So katika kuangalia kile kioo nikasoma kwamba mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. So niliposoma lile neno likaanza kunisumbua kwamba mwenyewe nani? Yesu. Okay, how come mimi nimeongezeka? Kivipi? Hii imesema mwenyewe manake mtu mmoja. Mbona na mimi nimeongezeka hapa? So nikawa nazidi kutafakari na kwamba nini ninachokisoma hapa. Nikasahau kilichoendelea, lakini ilipofika usiku kama mida ya 2 nikakumbuka kwamba hivi mbona kama nilikuwa naumwa alafu sasa nimepona? Nini kilichonitokea? Ndipo nikakumbuka kwamba
nilikuwa nikiangalia kioo cha tofauti, kioo chenye uwezo sio tu wa kuonesha tatizo, lakini kioo chenye uwezo wa kukubadilisha, kukufanya uwe sawa na ule utukufu uliopo. Sijajua unasumbuliwa na jambo gani katika maisha yako, lakini nataka nikuambie habari ya kioo, kwamba kuna kioo ambacho ukikiangalia hautajiona hali ulionayo sasa, utajiona hali unayotakiwa kuwa nayo. Alafu ukiendelea kukiangalia hautaiona hali unayotakiwa kuwa nayo tu, utajiona umeshakuwa katika hali hiyo, na haya matatizo ambayo yalikuwepo yanaondoka. Kioo hicho ni neno la Mungu. Kuna mtu hivi ninavyoongea anasumbuliwa na magonjwa. Twende tukaangalie katika kioo cha neno la Mungu kinasema nini juu ya hayo magonjwa. Kuna mtu anasumbuliwa na mapepo, sijui na shida gani, sijui ni eneo gani la maisha yako ambalo lina changamoto. Hebu twende tukaangalie neno la Mungu linasema nini kuhusu eneo hilo. Yes, Yesu akasema nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Haijalishi nini wachawi wanakifanya kwako sasa, lakini kioo kinatuambia kwamba tumepewa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Katika jina la Yesu unaenda kuzikanyaga kadiri unavyoangalia hiki kioo. Nimalize tu kwa kusema, kwa kusikiliza maneno haya umeshaangalia kioo na umejiona wewe unapaswa kuwa nani. Wewe ambaye ni mgonjwa, taarifa ni kwamba unapaswa kuwa mzima. Kioo kinasema kwa kupigwa kwa Yesu umepona. Wewe ambaye unasumbuliwa na mapepo, kioo kinasema Yesu amekupa amri ya kukanyaga nge na nyoka na nguvu zote za yule adui. Wewe ambaye unasumbuliwa na eneo lolote, iwe ni kwenye pesa, kioo kinasema mwenyewe alifanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Haleluya. Kwa kukiangalia kioo hiki unabadilika na unakuwa hivyo katika jina la Yesu. Wewe uliyekuwa mgonjwa unabadilika na unakuwa mzima sasa katika jina la Yesu kwa ajili ya kioo. Wewe ambaye ulikuwa na shida, unasumbuliwa, Yesu amesema, kioo kinasema hivi ya kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Hiyo mizigo inatuliwa mabegani mwako katika jina la Yesu. Unafunguliwa katika jina la Yesu. Unawekwa huru kwa jina la Yesu Kristo kwa ajili ya nguvu ya neno la Mungu ambalo ni kioo. Barikiwa sana. Amen.